Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya hapa, nazungumzia wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri na kile ambacho kimeweza kutokea, lakini mimi nimekusogezea matukio ambayo yametokea katika mchezo wa dabi, ambayo matukio ambayo yalizua ukakasi mkubwa kweli kweli katika kile ambacho kimeweza kutokea huku. Uchambuzi makini kabisa wa matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo, ambapo kuna magoli ambayo pengine yamefungwa, hayakufungwa kihalali kuhesabika, lakini pia kuna penati ambazo zilitakiwa kuwa penati. Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii, kwani nimekusogezea mwanzo mwisho ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans pamoja na Simba Sport Club baada ya dakika 90 za mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo ilipigwa katika dimba la Meja Jenerali Samuyo, sare ya bao 2-2, huku wengine wakifurahia, wengine wakiwa na huzuni. Nini ambacho kimejiri katika matukio hayo? Nikukaribishe kusikiliza mwanzo mwisho, ila kabla tujaendelea nikusisitiza kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans pamoja na Simba Sport Club katika kile ambacho kimetokea. Karibu. Bana, mchezo huo uligubikwa na sitofahamu nyingi kabla ya mchezo huo kuanza kuchezwa. Kulikuwa na maneno mengi, huku Young Africans walitoa malalamiko yao wakisema ya kwamba pichi ya kuchezea ni mbovu kweli kweli, haistahili. Wengine wakapaita kama zizi la ng'ombe, sio uwanja wa kuchezea, kutokana na kujaa matope na kile ambacho Young Africans walichokionyesha. Lakini yote kwa yote mchezo bado uliendelea kuweza kuwa pale pale na ukapigwa. Mabao ya mapema kabisa yaliwapa nguvu Simba Sport Club katika mchezo ule, ambapo bao la Cletus Chama, bao la Gueye ni miongoni mwa mabao ambayo yalifungwa mapema kabisa. Kufikia dakika 15 tayari Young Africans alishakufa bao 2-0. Sasa kwa kile ambacho kimeendelea, moja ya mechi iliyokuwa na ushindani wa kutosha basi ni mechi ambayo tumeitoa kuishuhudia. Ilikuwa na kasi, ubora na ushindani, huku toshana kwa magoli. Matukio ambayo yaliweza kuleta sintofahamu katika moja kati ya mchezo huo. Licha ya mchezo kuwa na ushindani wa kutosha, ila kuna matukio yaliyoharibu taswira ya mchezo ya wenyewe na kutia dosari dabi ya Kariakoo, ambapo moja, uwanja au kuwa comfortable kwa wachezaji licha ya kupambana vya kutosha, ila uliwakosesha ile ladha ya kuonyesha kile walichonacho. Yani pichi ile ambayo waliokuwa wakiweza kucheza ilionekana kuwa mbovu kweli kweli, kutokana na kuwa na matope kwa sababu ya mvua ambayo ilinyesha. Huu ni mchezo ambao unatazamwa na watu wengi kutoka mataifa tofauti, na dabi kuchezwa pale inaweza leta maswali kuwa Tanzania hakuna viwanja vizuri zaidi ya Isamuyo. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vilitia maswali mengi sana kwa wadau juu ya dabi kupigwa pale. Lakini mbili, Yanga kutoka nje
uwanja half time. Yanga walitoka nje kabisa ya uwanja kwenye dakika 15 za mapumziko, tukio ambalo sio sawa kikanuni na hairuhusiwi kwenye mchezo mkubwa unaotazamwa na watu wengi. Lilikuwa tukio la hovyo ambapo uliweza kushuhudia Young Africans walitoka na walienda nje kabisa ya uwanja, ambapo jirani na uwanja, ambapo waliweka kambi katika nyumba ambayo ni nyumba binafsi, yani kabisa si kwamba ni nyumba ambayo labda unaweza kusema ni sehemu ya uwanja. Hapana, walienda kuweka kambi huko ambapo walipokuwa, kitendo ambacho kilileta maswali mengi sana kwa wadau wa soka. Inakuwaje? Nini ambacho kimetokea mpaka Young Africans washindwe kwenda vyumbani, washindwe kwenda katika hayo mazingira, ambapo tukio lingine ni watu waliovalia jezi ya Yanga kumwaga vimiminika katikati ya uwanja mbele ya mashabiki. Hili lilikuwa tukio lingine la hovyo na kujaribu taswira ya mpinzani wetu ambao umekuwa kwa kasi kubwa, huku watu wa haki ya matangazo televisheni wakifuatiliwa na idadi kubwa ya watu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo kila mmoja aliona kabisa kwamba pengine kile ambacho kimetokea kikupaswa kuweza kufanyika vile, unaona bana. Lakini akizungumzia yale matukio ambayo yalitokea kwenye mchezo huo, lakini anaandika hapa, anazungumzia si mwingine bali huyu ni mwamuzi wa zamani wa ligi kuu Osman Kazi. Yeye ameelezea miongoni mwa tukio ambalo lilikuwa ni tukio ambalo limeweza kuzua maswali mengi. Ni tukio la hapa nazungumzia Libase Gueye, miongoni mwa washambuliaji wa klabu ya soka Simba pale walipokutana na Diarra, ambapo anasema kwamba no doubt Diarra amemsukuma Libase, ni clear penalty. Osman Kazi, mwamuzi wa zamani wa ligi kuu Osman Kazi, ametoa maoni kuhusu tukio la mwamuzi Hamza El Fariki kutoa zawadia penalti Simba, akisema kuwa mwamuzi huyo ni wale tu. Kwangu mimi anasema kwamba ni bora alinyooka kwa tukio la dakika 89, angefunika tuta, unaona bana. Akasema kwamba lilipaswa kuwa ni tukio la penati, unaona bana, ambapo anasema kwamba Yanga wamebebwa kwa kile ambacho kilichotokea katika mchezo ule. Lakini katika tukio lingine, katika picha za marejeo, ukitizama bao ambalo amelifunga Clatous Chota Chama, ni wazi kabisa alikuwa tayari yupo katika mstari wa kuotea. Ni vile kwa sababu pengine VAR haikuhusika ama hasio sehemu ya mchezo wa ligi kuu, ndio maana ni ngumu kuweza kung'amua kwa macho, lakini ukipitia picha za marejeo, ukitizama, ni wazi kabisa bao lile limefungwa tayari. Kuna sehemu Clatous Chama alikuwa tayari amezidi, ukipitia unaweza ukatizama. Lakini yote kwa yote, dabi imemalizika, bao ni 2-2, kila mmoja amevuna alichopanda. Tusubiri kuweza kuona michezo mingine itakuwaje. Weka maoni yako hapo chini, usiache kusubscribe na kubonyeza